Kuna tafsiri ambayo inaweza ikawa unaposema maandamano ya amani na unapofanya maandamano yakawa na fujo, inaweza kukuta kabisa umebadilisha tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi, nyinyi wa Tanzania, maandamano yanachoma vituo vya mafuta. Maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachomwa moto. Maandamano yanachoma ofisi za serikali. Maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa, maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vya kama umechoma mahali dhahiri kutatokea tu vifo na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama. Na ndio tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizosababisha zilizoletwa daiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi. Sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakaoishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui, hayupo. Atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua, tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Kweli baadhi ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza kaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema ukweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali. Sasa matamko yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Uislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT na wakiwemo TEKI, wakiwemo WATA, yamekuwa na mafanikio makubwa. Kumezungumzia swali lingine la kukamatwa kwa watu na namna ya ukamataji. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP ikaambia bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninao upenda mimi ni ule wa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda ripoti kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi jeshi la polisi tunamhitaji, tunataka kwenda kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka pale anajulikana kazini kwake wapi, akitoka pale anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Yani ni wewe ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, masilaha makubwa. Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana IGP, tumekubaliana kwamba
Ukamataji huu hapana, tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Wakiwaona polisi wanasema walimkamata baba au walimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa staha. Na maada mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu umeshapeleza na mnajua yeye hajui. Unapokwenda kumkamata unaweza kumtegea kwamba ametoka nyumbani kwako kutoka bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji tumezoea. Kwa hiyo huu mwingine huo ukamataji wa tofauti na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi siku nyingi masuala ya kiusalama yako mengi na levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo basi hiyo inayefanana na aina ya kosa kuliko hata kosa kadogo tu. Mtu kaposti unajua PVC hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu ile uchochezi wewe. Hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki, na kwa kweli nadhani na lenyewe ndio limechochea sana kuleta wananchi baadhi kuwachukia polisi, lakini polisi hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama. Mnaona hamuoni watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi, sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakaoishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui, hayupo. Atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua, tunasikia tu yanasemwa. Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi wa maandishi. Kweli baadhi ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza kaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema ukweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali. Sasa matamko yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Uislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT na wakiwemo TEKI, wakiwemo WATA, yamekuwa na mafanikio makubwa. Kumezungumzia swali lingine la kukamatwa kwa watu na namna ya ukamataji. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP nikaambia bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaoupenda mimi ni ule wa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda ripoti kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi jeshi la polisi tunamhitaji, tunataka kwenda kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka pale anajulikana kazini kwake wapi, akitoka pale anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Yani ni wewe ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, masilaha makubwa. Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana IGP, tumekubaliana kwamba ukamataji huu hapana, tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu.
wakiwaona polisi wanasema walimkamata baba au walimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule